Unajua, ukiwa kijana wa miaka 18 hadi 30, miaka hii ni kipindi muhimu sana cha kujijenga. Maamuzi unaofanya sasa yanaweza kuathiri maisha yako kwa miaka mingi ijayo. Hapa kuna mambo muhimu ya kuzingatia. Moja, jitambue kwanza. Kabla hujajaribu kuwafurahisha watu wengine, anza kwa kujitambua. Tambua maadili yako, ndoto zako na malengo yako maishani. Epuka kulinganisha maisha yako na ya watu wengine, hasa mitandaoni. Jiulize mara kwa mara, baada ya miaka 10 nataka kuwa mtu wa aina gani? 2. Jenga nidhamu badala ya kutegemea motisha. Motisha huja na kuondoka, lakini nidhamu ndiyo hujenga mafanikio ya kudumu. Amka kwa wakati kila siku. Soma au jifunze kitu kipya hata kama ni kidogo kila siku. Fanya mazoezi ya mwili na ya akili. Tabia ndogo za kila siku hujenga maisha makubwa baadaye. 3. Wekeza katika ujuzi. Vyeti ni muhimu, lakini ujuzi ndio unaotengeneza fursa. Jifunze ujuzi kama mawasiliano mazuri, uongozi, teknolojia, biashara na fedha. Pia soma vitabu vya kujijenga ili kupanua fikra zako. Panua fikra zako. Dhibiti fedha zako mapema. Uhuru wa kifedha unaanza na nidhamu ndogo mapema. Jifunze kuishi chini ya kipato chako. Weka akiba hata kama ni kidogo. Epuka madeni yasiyo ya lazima. Anza kuwekeza mapema hata kwa kiasi kidogo. Chagua marafiki kwa busara. Watu unaokaa nao wana ushawishi mkubwa kwenye maisha yako. Jiulize, je, marafiki zako wanakujenga au wanakurudisha nyuma? Je, wanaheshimu ndoto zako? Mazingira yako yanaweza kuamua mwelekeo wa maisha yako. Usione aibu kushindwa. Miaka hii ni ya kujifunza na kujaribu mambo mapya. Jaribu biashara, jaribu kazi tofauti, anzisha miradi mipya. Usiogope kushindwa, kwa sababu kushindwa ni sehemu ya safari ya mafanikio. Linda afya yako. Afya ndiyo msingi wa kila kitu unachotaka kufanya maishani. Fanya mazoezi mara kwa mara, kula chakula bora, pata usingizi wa kutosha. Linda afya ya akili yako kwa kuepuka msongo usio wa lazima. Bila afya, mafanikio yote yanapoteza maana. Kumbuka, miaka ya 18 hadi 30 ni kipindi cha kupanda mbegu. Unachopanda sasa ndicho utakachovuna baadaye. Usijilinganishe na wengine. Mitandao ya kijamii mara nyingi inaonyesha maisha mazuri tu ya watu na inaweza kufanya ionekane kama kila mtu amefanikiwa mapema. Lakini ukweli ni huu. Kila mtu ana wakati wake wa mafanikio. Maisha sio mashindano. Badala ya kukimbilia mafanikio ya haraka, jenga msingi imara wa maisha yako. Mafanikio ya kweli huja kwa hatua. Tafuta mtu wa kukuongoza, mentor. Ni muhimu kuwa na mtu aliyepitia njia unayotaka kupita. Tafuta mtu mwenye uzoefu wa maisha au kazi. Sikiliza ushauri wake. Jifunze kutokana na makosa aliyopitia. Mara nyingi, ushauri mzuri unaweza kukuokoa miaka mingi ya makosa. Jifunze subira na uthabiti. Mafanikio makubwa hayaji kwa siku moja. Endelea kufanya juhudi hata kama matokeo yanachelewa. Usiache kwa sababu mambo yanakuwa magumu. Kuwa na uthabiti katika malengo yako. Uthabiti na nidhamu mara nyingi humshinda hata mtu mwenye kipali kikubwa, lakini asiye na juhudi. Miaka ya 18 hadi 30 ni kipindi cha kupanda mbegu. Unachopanda sasa ndicho utakachovuna baadaye. Usijilinganishe na wengine.